Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Mpendwa unayefuatilia mafundisho katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo. Leo ni siku nyingine tena tumekutanika kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Na leo tutaenda kuomba maombi ya kukaribisha nuru iangaze ndani ya maisha yako na kupokea uhuru kamili wa Mungu. Sasa yamkini unaweza ukawa una maswali kwamba nuru ni nini? Kimsingi tunatambua nuru na tunatambua giza, lakini katika neno la Mungu, kitabu cha mwinjili Yohana ile sura ya 8 na ile aya ya 12 anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Aha, kumbe nuru ni Yesu Kristo mwenyewe. Tunapoongelea habari ya nuru, tunamwongelea Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni nuru ya uzima, na anapoingia ndani yetu, ndani ya maisha yetu, anabadilisha, anaondoa giza, na akishaondoa giza na anatuweka sasa kuwa huru kabisa. Tunapokea uhuru kamili wa Mungu kwa sababu Yesu Kristo yupo ndani yetu. Na ndio maana ukirejea tena mwinjili Yohana sura ya 1 aya ya 5 anasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kumbe nuru daima inaongoza. Nuru ni mshindi, na nuru Yesu Kristo anaendelea kutushindia kila wakati. Na anapoingia ndani yetu, anabadilisha maisha yetu, anabadilisha, kwa sababu giza inapoondoka, vitu vyote ambavyo vilikuwa vinakusumbua vinatoweka, kwa sababu nuru ishaingia ndani ya maisha yako. Sasa natamani sasa tukaombe nuru ya Kristo Yesu ingie ndani ya maisha yako, iweze kubadilisha. Hata kama kulikuwa na vifungo vya aina gani, lakini nuru inapoingia ndani yako inabadilisha. Chochote kile ambacho kilikuwa kinakusumbua, yamkini ulikuwa unapitia changamoto nyingi, lakini sasa inapokuja kuingia nuru inakubadilisha kabisa. Natamani sasa inue tu imani yako, ili basi tunapoenda kuomba uweze kupokea. Kwa nini nasema uinue imani yako? Uinue imani yako basi ili kila ambacho utakaoenda kuomba uweze kukipokea. Na kama hautakuwa tayari, maana yake kwamba kile ambacho utakaoenda kuomba, maana yake kwamba wewe hautapokea, kwa sababu haujafungua moyo wako. Imani yako bado hujairuhusu. Imani kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi hebu fungua sasa, fungua moyo wako na uinue imani yako. Twende mbele za Bwana. Sema, e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimelisikia neno lako juu ya kukaribisha nuru ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe, na kupokea uhuru kamili wa Mungu. Bwana Yesu, ninaukaribisha ndani ya maisha yangu, na kukaribisha ukae ndani yangu, ukaweze kuondoa kila giza. Yamkini kuna mahala nimekukosea, nikatenda yasiyofaa, nikakukwaza wewe Yesu uliye nuru. Naomba toba na rehema, e Bwana, juu ya dhambi zangu zilizo nyingi. E Bwana Yesu,
ninakuja mbele zako nikitambua ya kwamba mimi ni mkosefu. Ninaomba unisamehe. Nami ninatangaza kwa wale wote walionikwaza, walionikosea, walioniumiza, ninatoa msamaha, ninaachiria, ninawasamehe wote katika jina la Yesu. Amen. Amina. Basi hebu fumba macho yako sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana kwa ajili ya siku hii. Tena ni siku nyingine ambayo umetupa kibali tena ya kusimama mbele zako. Baba, watumishi wako sasa wamefungua moyo, wameinua imani zao, ili hiyo nuru ambayo ni Yesu Kristo apate kuingia ndani ya maisha yao. Nuru ikabadilishe maisha yao, ikaondoe kila giza ambalo lilikuwa limewatanda, hilo giza ambalo lilikuwa limeshikilia maisha yao. Yamkini hilo giza lilikuwa limeshikilia afya zao, yamkini lilikuwa limeshikilia uchumi wao, yamkini lilikuwa limeshikilia changamoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nami nasimama mbele zako kama mtumishi uliyeniita kuifanya kazi yako kwa ubora, kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu. Baba, ninaomba sasa nuru ishuke, nuru ishuke, nuru ishuke kwenye maisha ya watumishi wako, kwenye maisha ya watumishi wako, kwenye maisha ya watumishi wako. Nayo nuru yaangaza, inaangaza, inaangaza. Baba, achilia hiyo nuru sasa ishuke, ishuke kwa watumishi wako, ishuke kwa watumishi wako, ikafanye mabadiliko, ikafanye mapinduzi, ikafanye mabadiliko, ikafanye mapinduzi sawasawa neno lako linalosema ya kwamba nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kila giza lolote ninaamuru sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, lidondoke hilo giza, liondoke hilo giza, litoweke hilo giza katika jina la Yesu Kristo. Liwe giza la magonjwa, na liamuru katika jina la Yesu litoweke hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza, liondoke hilo giza, liondoke hilo giza. Yes, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, liwe ni giza la umaskini liondoke katika jina la Yesu Kristo. Giza la umaskini liondoke katika jina la Yesu Kristo. Giza la ukataliwa liondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninasemesha kila aina ya giza, kila aina ya giza, kila aina ya giza, kila aina ya giza. Nuru ya Bwana ishuke sasa, nuru ya Bwana ishuke sasa, nuru ya Bwana ishuke sasa. Ndio, ianze kutembea sasa kwa baba huyo, kwa mama huyo, kwa kijana, kwa binti. Nuru ya Bwana inaposhuka, Bwana anafanya mabadiliko, anafanya mabadiliko, anafanya mabadiliko, anafanya mabadiliko. Ndio, mabadiliko, 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 mabadiliko. Bwana anafanya mabadiliko, anafanya mabadiliko. Nuru, 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 nuru ambao ni Yesu Kristo anakaa ndani yako, anashuka ndani yako, anashuka ndani yako, anashuka ndani yako. Chochote kile kilichokuwa kimekamata, kilichokuwa kimekamata roho za magonjwa, roho za magonjwa, haijalishi ni uvimbe, haijalishi ni uvimbe, nuru ya Yesu Kristo inatoesha uvimbe. Power inaondosha uvimbe, power katika jina la Yesu Kristo. Ndio, watake wasitake, lazima kuachilie, lazima kuachilie, lazima kuachilie, lazima kuachilie. Nuru ishaingia, nuru ishaingia, 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 ishaingia. Nuru inaposhuka, inashuka na uweza, inashuka na nguvu, inashuka na uweza, inashuka na nguvu. Baba, achilia nuru, achilia nuru, achilia nuru. Ni nuru ya Yesu Kristo itawale sasa, itawale sasa, itawale sasa.
sasa, itawale sasa, ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo. Pokea sasa hiyo nuru. Ndio. Moyo wako sasa ufunguke, moyo wako sasa ufunguke, upokee nuru sasa, upokee nuru sasa, ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe, na hiyo nuru ni Yesu Kristo mwenyewe, ni Yesu Kristo mwenyewe, ni Yesu Kristo mwenyewe, ni Yesu Kristo mwenyewe. Oh, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Bwana anaachia nuru, anaachia nuru, anaachia nuru. Waliokuwa wamekosa amani, amani inarejea, amani inarejea, kwa sababu giza linaondoka, giza linaondoka, giza linaondoka. Hizo roho zilizokuwa zimewakamata watumishi wako, hilo giza linaondoka sasa, linaondoka muda huu, linaondoka muda huu, linaondoka muda huu, ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo. Nuru inaongezeka, nuru inaongezeka, nuru inaongezeka, nuru inaongezeka. Ndio, inaongezeka, 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 inaongezeka. Kila giza, kila giza, kila giza linapotea, linapotea, linapotea. Power katika jina la Yesu Kristo. Oh, rika ndara mo rika shekete rika pakateke seki rika shakata rika ndara mo rika shekete. Oh, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, hiyo nuru, hiyo nuru, hiyo nuru, hiyo nuru iangaze sasa kwenye maisha yako, iangaze kwenye maisha yako. Iwe ni kwenye uchumi, hiyo nuru iangaze, 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 iangaze sasa. Iwe ni kwenye huduma, hiyo nuru ikaangaze, 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 ikaangaze. Ndio. Wanaondoka, wanakuachilia. Ndio. Nasikia vifungo vya magonjwa, vifungo vya magonjwa, vifungo vya magonjwa, vifungo vya magonjwa. Ninaviamuru sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, potea. Power. Ndio, wanakuachilia, vifungo vya magonjwa. Basi hebu endelea, hebu shika mkono wako sehemu ambayo unahisi unaumwa, kama ni tumbo, kama kwenye kichwa. Naenda kukemea hizo roho za magonjwa, hilo giza la magonjwa, hilo giza la magonjwa, hilo giza la magonjwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Vifungo vya magonjwa vitoweke, power vikuachilie, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nuru sasa ishuke ndani yako, nuru sasa ishuke ndani yako, ishuke sasa ndani yako. Ndio, ukawe mzima, ukawe mzima, kwa sababu Yesu alipokuja ulimwenguni, alikuja ili sisi tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Na wewe pokea huo uzima sasa, pokea kuwekwa huru, pokea kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, na kila aina ya giza iondoke katika jina la Yesu. Pokea sasa uhuru kamili wa Mungu, pokea uhuru kamili wa Mungu. Yes, pokea tu uhuru kamili, pokea uhuru kamili, pokea uhuru kamili, pokea uhuru kamili. Oh, pokea huo uhuru kamili katika jina la Yesu Kristo. Ndio, pokea uhuru kamili, uhuru kamili, uhuru kamili, uhuru kamili, uhuru kamili, uhuru kamili. Tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru, itaweka huru, itaweka huru. Oh, pokea uhuru kamili, uhuru kamili, uhuru wa kuwekwa huru, uhuru wa kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pokea huo uhuru, pokea uhuru, pokea uhuru, pokea uhuru, uhuru kamili katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Vifungo vya magonjwa vikaachiliwe vyote, ukapokea uhuru kamili, ukapokea uhuru kamili. Kila vifungo vyovyote vilivyokuwa vimekufunga, iwe kwenye uchumi, iwe kwenye elimu, iwe kwenye elimu, iwe kwenye kazi, kila eneo ambalo lilikuwa limeachiliwa giza, liondoke katika jina la Yesu Kristo. Power rika ndaramo rika shekete.
Oh, rika paka teke siki rika shaka ta rika ndara mo. Yes, ndio uhuru. Natamka uhuru sasa kwa baba huyo. Ninatamka uhuru kamili kwa baba huyo. Ninatamka uhuru kamili kwa mama huyo. Ninatamka uhuru kamili wa kijana huyo. Natamka uhuru kamili wa binti huyo. Oh, ni uhuru wa kimungu. Bwana akuweke huru kweli kweli. Bwana akuweke huru kweli kweli. Katika jina la Yesu Kristo. Sante Yesu. Sante kwa kuondoa giza. Sante kwa kuachia nuru ndani ya maisha yao. Sante Bwana kwa kuwaweka huru. Tena ni uhuru kweli kweli, kwa sababu ni wewe Yesu uliyewaweka huru watumishi wako hawa. Tunakushukuru, tunakutukuza Bwana. Sante kwa neema yako. Sante kwa matendo yako makuu. Ni katika jina la Yesu Baba tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi na aseme amina. Basi wewe ambaye tumeenda pamoja katika maombi haya, basi yamkini kuna hali yote ambao umehisi au chochote kile, au hata kama hujasikia chochote kile, maana tunapokuwa tunasema maombi ya nuru, yamkini ndani yako unaweza ukaona kama kuna nuru inashuka. Maana ndio maana nakwambia ufumbe macho, ili basi macho ya rohoni yaweze kufanya kazi. Basi kama kuna chochote kile unataka kutushirikisha, basi tupigie kwenye namba zetu na sisi tutakuhudumia bure kabisa. Na kingine ni kualike usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kwa jina ni mtumishi Francis Mabina. Hadi wakati mwingine palipo majaliwa. Bye bye.